لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na mlango as-salatu ala al-mayit katika kitabu ahkamul janaiz, na katika mlango huu as-salatu ala al-mayit tulikuwa tukiwataja wale ambao sheria imewapa kusaliwa. Wengine ingawa inakuwa hapadhurishi neno kama wataacha kusaliwa, kwani hayo yote yametokezea katika mtume, lakini kama watasaliwa itakuwa ni vizuri zaidi. Katika watu hao wa kwanza tukamtaja kuwa ni atiflu, mtoto mdogo. Wa pili ashahidu, ni yule aliyeuawa shahid katika maaraka, kwenye vita. Na watatu tukamtaja man kutila fi haddin min hududillah, yule aliyeuawa katika kupitishiwa sheria miongoni mwa sheria za Mwenyezi Mungu, kama vile aliua akauawa, au alizini aliyakuwa yeye ni mzinzi muhsin akauawa akarujumiwa, na kama hao. Wanne ambao sheria vile vile inampa asaliwe, alfajirul munba'ithu fil ma'asi wal maharim, ni Muislamu lakini muovu, yeye ametumbukia katika maasi na mambo mengi yaliyoharamishwa, sheria ya kusaliwa bado anayo. Ila tukasema kwamba kuna watu maalum wanatakiwa wajiepushe kusalia maiti kama ile, ili iwe ni fundisho la adabu kwa wengine, kama alivyojitenga na hayo bwana mtume. Kwa hivyo kuna watu maalum kama watu wakubwa, kadhi vile, mufti, imam anajulikana katika msikiti, anaweza kujitenga kusalia maiti ya mtu muovu ingawa ni Muislamu na anajulikana kafa hali ya kuwa ni muovu. Kuna watu maalum wanatakiwa wajitenge ili kutia adabu wengine walio mfano wake, waone kama mwenzao kusaliwa na watu maalum. Watano katika wale ambao sheria inawajuzishia kusaliwa, almudayyanu, ni yule ambaye anadaiwa madeni, alladhi lam yatruk fil mali, ambaye hakuacha katika mali ma yaqdi bihi dainahu, kitu cha kuweza kulipia deni lake. Hawa watu watano katika darasa zilizopita nyuma tayari tutawazungumza, na leo hii insha Allah tunaendelea kutaja mtu wa sita. Katika kitabu chako ukurasa ni 87, sehemu ya juu kabisa juu,
juu kabisa upande wa peji ya mkono kulia, ukurasa wa 87. Tunaondokea as-sadis, wa sita, ambaye sheria vile vile inampa kusaliwa, ni yule ambaye min qabli dafni, ama itakuwa kabla ya kuzikwa. Walikusha kusalia watu waliosalia, na kuna wengine ambao wakitarajia maiti ile kuisalia, lakini kwa bahati mbaya hawakupata habari, wakaenda wakafukuzia pale makaburini, wakaiwahi haikusaliwa, haikuzikwa bado, wanaweza kusalia pale. Au ameshazikwa kabisa pia vile vile, kwa sababu hiyo ya kwamba wakitaraji kumswalia ndugu yao yule, lakini kwa bahati hawakupata habari kifo chake, wakapata habari kwa siku ya 3 yake labda au ya 2 yake, basi sheria iko vile vile ya kwenda mpaka pale alipozikwa na akasaliwa salatul mait, kama tutavyoona namna ilivyotokezea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ambaye asadisu, wa sita, ambaye sheria ya kusaliwa vile vile inampa, ni yule ambaye min qabli dafnin an yusalla alayhi, kabla ya kuzikwa anaweza akasaliwa tena juu yake vile vile, au salla alayhi ba'dhum duna ba'd, au waliwahi kusalia maiti yake baadhi ya watu kinyume na wengine ambao kama tulivyosema wanataraji walikuwa kumsalia ndugu yao yule, lakini hawakupata habari ila kikazikwa. Wayusalluna alayhi fi qabrihi, wao wanaweza wakasalia juu yake maiti ile kwenye kaburi lake. Lakini namna ya kusalia, ala an yakuna al-imamu fi surati thaniyati, inatakiwa awe imam katika hii sura ya pili ya kusaliwa mara ya pili. Mtu huyu alisaliwa huko kaja kazikwa, na kuna baadhi ya watu hawakupata kumsalia, na wakitaraji kabisa, na mgonjwa alikuwa mahututi, wakitaraji wakati wote yule ataondoka duniani, na walikuwa wameweka azma ya kwamba ni muhimu kwao kusalia, kama swala ya Mtume kumsalia Muislamu ni muhimu sana, kwani anaposimama Mtume juu ya jeneza la Muislamu kusalia maiti yake ni ishara ya wazi ya kwamba anapata shufaa maiti yule kwa dua ya Mtume, na anapata mwangaza kaburini kwake, pahala ambapo pana kiza kikubwa sana, kama atakapokuja kubainisha waziwazi mambo hayo bwana Mtume. Katika hali hii ya kusaliwa mara ya pili maiti huyu pale kaburini, awe imamu katika sura hii ya pili mimman lam yakun salla alayhi, awe ni katika wale ambao hawakusalia maiti ile, asiwe imam katika wale ambao wamekwisha kusalia, awe imam ni mtu mwingine ambaye bado hawakusalia maiti ile. Wa fi dhalika ahadithun, na katika jambo hilo kuna hadithi nyingi zimekuja ili kutoa dalili yake. Hadithi ya kwanza, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kutokana na sahaba wa Mtume Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amuiradhi, amesema mata rajulun, alikufa mtu mmoja, wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaudu, na alikuwa bwana Mtume amejizoweza kwenda kumkagua kabla ya kifo chake. Wakati anaumwa alikuwa Mtume mara kwa mara anakwenda kumkagua huyu. Fadafanuhu billaili, basi wakamzika watu usiku. Falamma asbaha, kuliko pambazuka asubuhi, palipo pambazuka asubuhi, alamuhu, masahaba wakamjulisha bwana Mtume ya kwamba yule mgonjwa ameshafariki na tumemzika usiku kutokana na hali yake ilionayo. Faqala, basi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma mana'akum an tuallimuni,
nini kilikuzuilieni nyinyi msinijuilishe na mimi vile vile nikapata kuja kusalia maiti? Qalu, wakajitetea maswahaba kwa kusema sababu yetu ya kwamba hatujakujulisha ni kwamba kana al-lailu, ilikuwa ni wakati wa usiku, wa kanat adh-dhulma, na kilikuwa kiza kikubwa, fakarihna, sisi kwa rai yetu tukachukia, an nashqa alaika, kukushtia mashakani mtume juu yako, kukutaabisha usiku mkubwa mno, tukutoe nyumbani, una kazi nyingi, una wajibu mwingi, tukaona upumzike. Basi faata qabrahu, bwana mtume akenda kaburini kwa maiti yule, fasalla alayhi, akasalia maiti. Katika riwaya nyingine imekuja qala, akasema Ibn Abbas, faammana, akatuongoza bwana mtume katika sala hii, ikawa ni jamaa inasaliwa si peke yake, wasaffana, na akatupanga safu, khalfahu, nyuma yake bwana mtume, kama ilivyo kawaida ya kusalia maiti. Katika riwaya nyingine imekuja Ibn Abbas akasema, wa ana fihim, na mimi nilikuwemo katika grupu ya waliosalia mara hii ya pili pale kaburini. Na katika riwaya nyingine imekuja wakabbara arba'an, na katika sala yake bwana mtume kama kawaida ilivyo mashuhuri akatoa takbira 4 katika sala hii. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari wa Ibn Majah, wasiyaqu lahu, na mtiririko wa maneno hadithi kama ilivyo ni namna alivyoitaja Ibn Majah. Warawahu Muslim, na vile vile hadithi hii ameisimulia Imam Muslim mukhtasaran, kwa ufupi. Wakadha an-Nasa'i, na vile vile Imam an-Nasa'i akaitaja kwa ufupi, wa Tirmidhi, na Tirmidhi pia, wa Ibn al-Jarudi fi al-Muntaqi, na hata Ibn al-Jarudi kaitaja hadithi hii kwenye kitabu al-Muntaqi, wal Bayhaqi wa Tayalisi wa Ahmad, wote hao wameitaja hadithi hii. Wa ziyadatu al-ula lahum, na ile ziada ya mwanzo kwenye kile kifungu cha maneno kilichokuja qala fa ammana wa saffana khalfahu, ni cha wote hao wamekipokea kifungu kile, kwamba Ibn Abbas alisema kwamba mtume akatuongoza katika swala hiyo tukasali jamaa. Walil Bukhari fi riwayati, na kwa mapokezi ya Imam Bukhari katika riwaya vile vile kataja hivyo, wa ziyadatani al-akhiratani, na hizi ziada mbili za mwisho kuanzia ile wa ana fihim na ile nyingine wakabbara arba'an lahu, ni ziada za yeye Bukhari kapokea. Walil Bayhaqi, na vile vile Imam Bayhaqi, wali Muslim wa Nasa'i ila akhira. Ama Muslim na Nasa'i wao wameipata hizi ziada ya mwisho wakabbara arba'an. Hadithi ya mwanzo yenye kutoa ushahidi ya kwamba iwapo amekufa mtu na ikawa wamesalia baadhi ya watu na wengine wakitaraji wakati wowote ule kifo chake kikitokezea watasalia, hawakuwahi kusalia kazi kwa maiti, hadithi hiyo imetoa dalili kwamba wanaweza kwenda wakasalia pale alipozika, kama alivyofanya bwana mtume kwa bwana huyo. Hadithi ya pili, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutokana na Abi Hurairah Mwenyezi Mungu mwiradhi, anasema anna imra'atan saudaa, ya kwamba bibi mmoja aliyekuwa akiitwa bibi mweusi, kanat takumu, alikuwa bibi huyu akisimamia, wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja badili ya kanat takumu imekuja kanat taltaqitul hariqa wal ayadana min almasjid, alikuwa akiokota matambara kama yamo msikitini, mabovu mle na vijiti, alimradi takataka akiokota yeye. Alikuwa hakubali kabisa kuona msikiti, nyumba ya Mwenyezi Mungu mandhari yake si nzuri, uchafu hivi. Ni kazi yake kubwa yeye, kashughulika mambo hayo. Kila akionacho kisichofaa mle anakisafisha.
anangojea watu hawamo, chaondoka wanaume, basi yeye anakuwa nabaki peke yake msikitini na anasafisha msikiti alikuwa. Basi kuna riwaya imekuja kana taqumu almasjida, na kuna riwaya imekuja fi riwayatin kana taltaqitu, alikuwa akiokota al-khariqa, matambara mabovu wala ayadana, na takataka za vijiti min almasjidi, akiziokota kutoa msikitini. Bibi huyu famatat, ikafika siku yake ya kuondoka duniani, akafariki dunia. Mtume alikuwa akitambua kazi yake mwanamke yule aliyokuwa akifanya msikitini. Alipofariki, fafaqadaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ikawa bwana mtume anahisi kwamba amemkosa mtu muhimu ndani ya msikiti mle, na kama kwamba imeonekana msikiti kidogo siku hizi sura yake nyingine, matambara takataka hivi, mtume akahisi kwamba kuna upungufu. Ikabidi fasaala anha, bwana mtume akaulizia habari ya mwanamke huyo, baada ayamin, baada ya masiku kushakupita. Faqila lahu, basi pakasemwa kuambiwa yeye bwana mtume, innaha matat, hakika mwanamke huyo ameshafariki dunia. Faqala, ndipo bwana mtume akasema, halla kuntum adhantumuni, mbona basi hamkunijulisha kifo chake? Qalu, katika baadhi ya riwaya, maana ukiona maneno yametoka kwenye kausaini inakuwa ni katika baadhi ya riwaya kuna ziada hiyo imeongezeka, na baadhi ya riwaya hayakuweko maneno hayo. Katika baadhi ya riwaya kuna kipande hichi ya kwamba walimjibu maswahaba bwana mtume, matat min al-layl, huyu bibi alikufa wakati wa usiku, wadufinat, na akazikwa usiku, wakarihna an nuqidhaka, na tukachukia sisi kuja kukuamsha bwana mtume wakati wa pumzika. Zimekuja riwaya na kama hizo, moja ile alikuwa ni mtu mwanamume aliyekufa, na ya pili anamtaja mtu mwanamke. Tutaona baadaye huyu mwenye kitabu Albani ataitilia nguvu hadithi ipi, kwamba alikuwa ni mwanamke au mwanamume. Tutamwona baadaye yeye atatilia nguvu kwa dalili kwamba ipi ilikuwa, au ni matokeo mawili tofauti. Qala, mtume alipoambiwa hivyo akasema, fakaannahum sagharu amraha, kama kwamba wao maswahaba walikuwa, qala hii hapa ya msimuliaji wa hadithi akasema ya kwamba fakaannahum, kama kwamba wao maswahaba sagharu amraha, walidhalilisha jambo la mwanamke yule. Waliona si mtu mashuhuri, walikiona kibi mkubwa, kitu kizima msikitini kinapagia pale, hawakumuona kwamba ni mtu ambaye kama watamzika usiku mtume ana habari, hawakuona kwamba itakuwa ni athari yoyote. Sagharu amraha, walilifanya kwamba ni dogo sana jambo lake. Faqala, basi bwana mtume akasema, dulluni ala qabriha, nijulisheni kaburi lake lilipo wapi mwanamke huyu. Fadallauhu, basi maswahaba wakamjulisha bwana mtume. Faata qabraha, katika baadhi ya riwaya imekuja mtume akenda kaburini kwake, fasalla alaiha, akasalia maiti yake mwanamke pale kaburini. Thumma qala, kisha akasema katika ziada ambayo qala Thabitun, amesema Thabit ahad ruwati alhadithi, ambaye yeye ni mmoja katika wasimuliaji wa hadithi hii, bwana Thabit akasema, inda dhaka au fi hadithin akhar, wakati huo au katika hadithi nyingine, akasema bwana mtume alisema, inna hadhihi alqubura, hakika makaburi haya, mamlu'atun dhulmatan, ni yenye kujazwa viza ndani yake, kuna kiza ambacho huwezi kukipigia mfano ndani ya shimo hilo. Anaingizwa mtu katika nyumba ya ajabu, hajapata mtu kuona kiza kuliko ambacho kiza kitakachokuja kuonekana kaburi.
mbali na adhabu zilizopo huko, wadudu mbali, nyoka mbali, malaika mbali. Inna hadhihi alqubura, hakika makaburi haya, mamlu'atun dhulma, ni yenye kujazwa viza, ala ahliha, juu ya watu wake wanaozikwa. Wa inna Allaha azza wa jalla, na hakika Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kushinda, munawwiruha lahum bisalati alaihim, huwa anayatia nuru hayo makaburi kwa ajili ya hao waliozikwa kwa swala zangu mimi ninaposalia maiti za Waislamu. Mtume anasema dua zangu zinafanya ya kwamba makaburi yale yaingie nuru, kile kiza hupungua au huondoka kabisa. Kwa hivyo ina maana Mtume anawagombeza hapa, yoyote wakati mimi niko hai akifariki dunia sheti mnipe habari, msijali jambo la kunitaabisha mimi usiku sijui hivi, mimi sheti nisimame kwa watu niwasalie, kwa sababu makaburi yenye kujaa giza hayo, na dua zangu huwa ndio Mwenyezi Mungu anatia mwangaza kaburini kwa ajili yao. Hadithi hii ambayo imemtaja mwanamke mbali ile ya kwanza ambaye alikuwa ni mwanamume, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ibn Majah wal Baihaqi, wasiyaqu lahuma, na mtiririko wa maneno wa hadithi huu ni maneno yaliyoletwa na Imam Ibn Majah na Baihaqi wa Tayalisi wa Ahmad min tariqi Thabit al-Bannani, wao wameipokea katika njia nyingine ya bwana Thabit al-Bannani an Abi Rafi', kutokana Abi Rafi' anhu, kutokana yeye. Kisha sasa anaeleza Albani, wa innama akthartu siyaqa almadhkura, na kwa hakika mimi nimechagua kutaja mtiririko hayo yaliyotajwa nyuma. Hadithi mbili hizi maksudi nimezitaja, moja inasema kwamba aliozikwa Mtume akawa kujulishwa alikuwa ni mwanamume, na mmoja inasema aliozikwa alikuwa ni mwanamke. Nimetaja lianna riwayatan, kwa sababu masimulizi yalivyokuja, lam tarid, hayakuja na maneno ya safi yaliyowazi, anna almayita imra'atun, kwamba maiti wenyewe alikuwa ni mwanamke. Bainama turadidu rawi, wakati ambapo mwenye kusimulia hadithi huwa anakwenda na kurudi, inda al-akharina, mbele ya watu wengine, fi kaunihim imra'atan au rajulan, wanataja watu wawili kwamba jambo hili ama ilikuwa ni mwanamke au mwanamume. Baadhi ya wapokezi wanataja hivyo. Washakku fihi, na shaka iliyopelekea mpaka ikawa wanasema hivyo, min Thabit, ni kutokana na huyo Thabit, au min Abi Rafi', au kutokana na Abi Rafi', kama jazama bihi al-Hafidh Ibn Hajar, kama alivyotilia mkazo maneno hayo Hafidh Ibn Hajar. Watarajjaha indana, kisha anasema al-Albani, imekuwa ni kauli yenye nguvu kwetu sisi sasa, annahum ra'atun, alikuwa ni mwanamke sio mwanamume. Na tunasema hivi min wujuhin, kutokana na sababu zifuatazo, kutokana na sura zifuatazo. Al-awwalu, sababu ya mwanzo ambayo sisi tumeegemea kwamba alikuwa ni mwanamke huyo, ni elimu ya usulul fiqh ndiyo inayonyoosha mambo hayo. Katika usulul fiqh kuna taratibu maalumu inayosema anna al-yaqina muqaddamun ala shakki, habari iliyo na yakini hutangulizwa mbele kuliko ile ambayo ina wasiwasi wa shaka. Kwa hivyo sisi tumeipata habari yenye yakini kwa kutajwa hasa huyo alikuwa ni mwanamke, imekuwa hiyo ni yakini kuliko ile ambayo ni shaka. Hiyo anasema dalili yangu ya mwanzo mimi kuegemea kwamba alikuwa ni mwanamke ni elimu ya usulul fiqh inayoongoza anna al-yaqina, kwamba habari ya yakini muqaddamun, huwa dasturi utangulizwa mbele ikafuatwa ala shaki kuliko ile habari yenye shaka. Athani, anasema Albani, hoja yangu ya pili, hata nikatilia mkazo kwamba huyo alikuwa ni bibi as-Sauda, mwanamke, anna fi riwayatin al-Bukhari, kwamba katika masimulizi ya Bukhari imekuja waziwazi bilafdh,
kwa tamko lifuatalo annamra'atan, ya kwamba mwanamke mmoja au rajulan, kisha akatia mashaka yake pale Bukhari, au mwanamume mmoja, lakini alipoendelea kutaja hadithi akaja kwa dhamiri ya mwanamke, kanat takumul masjida, alikuwa bibi huyo akisimamia msikiti. Ingawa mwanzo kasema annamra'atan au rajulan, hakika mwanamke mmoja au mwanamume mmoja, lakini alipokuwa anaendelea kuitaja ile hadithi akaja na matamshi ya Kiarabu yenye kuonyesha dhamiri ya kike. Hakusema kana takumul masjida, kasema kanat takumul masjida, alikuwa bibi huyo akisimamia msikiti. Basi anasema Albani, wala arahu illa imra'atan, kwa sababu ya matamshi haya ya Bukhari mimi sioni kama alikuwa mwingine, huyu alikuwa ni mwanamke. Faqad tarajjaha 'inda ar-rawi, kwani kama tulivyoona hapa imetiliwa nguvu mbele ya huyo msimuliaji Bukhari annahu imra'atun, kwamba huyo ni mwanamke, kwa kuwa katumia dhamiri ya kike kanat takumul masjid. Hiyo ni hoja yake ya pili al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, kwamba alikuwa ni mwanamke. Hoja yake ya pili. Hoja ya mwanzo ni usul al-fiqh semayo al-yaqina muqaddamun ala shaki, na hoja yake ya pili msimuliaji Bukhari wa hadithi ameegemea zaidi kwamba ni mwanamke kwa kule kutumia dhamiri ya kwamba kanat takumul masjid. Athalithu, hoja ya tatu aliyoegemea Albani kwamba alikuwa ni mwanamke aliyezikwa kabla ya mtume kupewa habari, na mtume akaenda akasalia kaburini na kuonyesha kwamba inajuzu kufanya hivyo, ni hoja hii ifuatayo. Anasema Albani, innal haditha warada min tariqin ukhra, hadithi hii imekuja katika njia nyingine, haikuja katika njia moja tu, imekuja tena katika njia nyingine. Na njia hiyo an Abi Hurairah, ni kutoka kwa sahaba mwingine Abi Hurairah, bali hii min tariqi Thabit al-Bannani an Abi Rafi', imekuja nyingine an Abi Hurairah, ambapo hadithi hiyo lam yashukku rawi fiha, msimuliaji wa hadithi hakutia mashaka yoyote, moja kwa moja alisema ni mwanamke tu, hakutaja kama mwanamke mmoja au mwanamume mmoja. Lam yashukku rawi fiha, msimuliaji wa hadithi hakufanya mashaka yoyote katika hadithi hiyo. Wala fduha, na tamko lake hadithi hiyo ni kama hivi vifuatavyo, ya kwamba faqada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam imra'atan saudaa, alimkosa bwana mtume bibi mmoja mwanamke aitwaye bibi mweusi. Hapo tena imekuja waziwazi kwamba alikuwa ni mwanamke, haikuja maneno kama mwanamke mmoja au mwanamume mmoja. Riwaya ya Abi Huraira msimuliaji wake amekuja na matamshi ya waziwazi kwamba faqada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam imra'atan saudaa, alimpoteza au alimkosa bwana mtume mwanamke mmoja aitwaye bibi mweusi. Kanat, alikuwa bibi huyo taltaqitul khariqa wal ayadana, akiokota msikitini matambara mabovu na takataka za vijiti minal masjid, kutoka msikitini. Basi alipomkosa mwanamke huyu bwana mtume, faqala, aliuliza, aina fulanatu, yuko wapi bibi fulani? Qalu, masahaba wakajibu, matat, amekufa bibi huyo. Wa dhakara alhaditha, msimuliaji wa hadithi akaitaja yote kwamba mtume baadaye alikwenda kaburini akaswali na hivi na hivi. Wa dhakara alhaditha hakadha, akaitaja hadithi kama hivi. Saqahu al-Baihaqi, ndivyo alivyoichunga Baihaqi kuitaja kama hivi. Wa dhakara alhadith, na akaitaja hadithi yote. Hakadha saqahu al-Baihaqi, kama hivi ndivyo alivyoichunga Imam Baihaqi. Min tariqi al-Ala'i
ibn Abdurrahman, katika njia yenye masnadi ya kutokana na bwana Ala ibn Abdurrahman an abihi, ambaye kapokea kwa baba yake, anhu kutokana na yeye Abi Hurairah. Wa hakadha, na kama hivi vile vile akhrajahu ibn Khuzaimah, ndivyo alivyoitoa Imam ibn Khuzaimah fi sahihihi, katika sahihi yake, kama fil Fath, kama ilivyoelezwa hivyo katika kitabu al-Fath. Kwa hivyo Sheikh Albani yeye ameegemea zaidi kwamba jambo hili lilikuwa limetokezea kwa yule mwanamke kuliko yule mtu mwanamume. Kisha akataja masnadi ya hadithi hiyo kwa kusema ya kwamba waziyadatul ula, kipande cha mwanzo kilichozidi katika riwaya ile ni kipande ambacho lilbayhaqi ibn Khuzaimah, wamekitaja Imam Bayhaqi na ibn Khuzaimah. Wa shatruha al-awwal li Ahmad, na nusu yake ya mwanzo kaitaja Imam Ahmad. Wa thaniyatu li Muslim, na nusu ya pili kaitaja Muslim. Wal Bayhaqi fi riwayatin, katika riwaya fulani. Walil Bukhari maanaha, na katika mapokezi ya Bukhari vile vile imekuja hadithi katika maana hiyo hiyo. Wali Abi Daud, na hata katika mapokezi ya Abi Daudi. Wal Musnadaini, na katika mategemezi mawili. Ash-shatru thani minha, katika nusu ya pili katika hadithi hiyo. Wa ziyadatu thalithatu, na ziada ya tatu lilbayhaqi, ya Imam Bayhaqi. Warabi'atu lahu, na hata ya nne ni yake yeye, fi riwayatin, katika riwaya fulani. Wali Muslimin, na Muslim vile vile. Wa kadha Ahmad, na hata Imam Ahmad vile vile. Wa indahu, na kwake yeye Imam Ahmad, az-ziyadatu min qawli Thabit, kuna ziada nyingine katika kauli ya bwana Thabit. Wa hiya inda al-Bayhaqi aidan, na kauli hiyo hata kwa Imam Bayhaqi vile vile imetajwa. Wa qad rajjaha al-Hafidh, na kwa hakika ametilia mkazo bwana Hafidh, tab'an lil-Bayhaqi, kwa kumfuata Imam Bayhaqi, anna ziyadata ar-rabi'ata, kwamba yale maneno yaliyozidi katika kifungu cha 4, maneno yale yalikuwa madrajatun fil hadithi, ni maneno tu yaliyopandia kwenye hadithi, si maneno ya mtume. Maneno gani hayo? Pale aliposema qala Thabitun, Thabit ndio hiyo, aliposema Thabitun ambao yeye ni ahadu ruwati alhadithi, yale maneno yasemayo inda dhaka au fi hadithin akhar, maneno yale yamekosea mtume, maneno yale ni bwana Thabit. Wa annaha, na kwa hakika ziada hiyo, min marasili Thabit, inapatikana kwenye kitabu cha marasil cha bwana Thabit mwenyewe. Wa khalafahuma ibn at-Turkumani, na akaya khalifu maneno hayo ibn Turkumani. Fadhahaba ila annaha musnadatun, yeye akasema ya kwamba hayo ni katika mategemezi yenye kuegemea. Min riwayat Abi Rafi', katika riwaya ya Abi Rafi' imekuja kama hayo ni maneno ya mtume. An Abi Hurairah, katika hadithi ambayo kaitaja Abi Hurairah. Li'annahu kadhalika fi sahihi Muslim, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyotajwa katika sahihi ya Muslim. Lakin qawlu Thabitun hadha, lakin qawlu Thabitin hadha, lakini neno la Thabiti hili, yuayidu, latilia nguvu, ma dhahaba ilayhi al-Awlani, yale ambayo amekwenda nayo bwana Awlani vile vile. Wa yuqawihi, na anatilia nguvu, anna al-haditha warada min riwayat ibn Abbas aidan, ya kwamba hadithi hii imekuja hata katika riwaya ibn Abbas vile vile. Walaysa fihi hadhihi ziyadatu, na wala hamkuwa kabisa na ziada hiyo. Akhrajahu at-Tabrani, hadithi ambayo kaitoa Tabrani fi al-Majma' al-Kabir, katika kitabu alichokiita Majma' al-Kabir. Naam, anaendelea Albani, anasema thabatat hadhihi ziyadatu, zimethibiti ziada zote hizo, au maanaha, au pamoja na hizo, kwamba ni musnadatun fi hadithi akhara, ni mategemezi yaliyoegemewa katika hadithi nyingine. Wa huwa, na hadithi hiyo ni hii ya tatu. Hadithi hiyo an Yazid ibn Thabit, kutokana na bwana Yazid ibn Thabit. Wa kana akbaru min Zaid, na huyu Yazid bin Thabit alikuwa ni mkubwa zaidi kuliko Zaid. Qala, yeye amesema, kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin,
tulitoka sisi pamoja na mtume siku moja. Falamma warada al-Baqi'a, tulipofika katika kiwanja cha Baqi'i, pahala yalipo makaburi ya Waislamu pale Madina, fa idha huwa biqabrin jadidin, tahamaki mtume analiona kaburi jipya. Fasaala an, akaulizia kaburi lile, nani kazikwa hapa tena? Ona udongo mbichi huu, unaonyesha kwamba ilikuwa ni kama sijana basi leo. Fakalu, masahaba wakamjibu mtume, fulana tu, kaburi hili ni la bibi fulani ambaye alikuwa maulatu bani fulani. Katika baadhi ya riwaya walimjibu masahaba, ni yule mwanamke aliyepewa uhuru katika bani fulani. Mwanzo alikuwa ni mjakazi mtume, ambaye ndio yule mraatun sauda. Qala, anasema mwenye kusimulia hadithi, alipotajiwa sifa zake kwamba alikuwa ni mwanamke maulatu bani fulani, faarafaha, bwana mtume akamtambua, ndio yule bibi aliyokuwa akisafisha msikiti, aliyojengea hema msikitini, hata akawa anazungumza na bibi Aisha wakati wa msikitini. Wakala, hapo mtume ndipo aliposema, ala adhamtumuni biha, kwa nini msinipe habari yake mwanamke huyu kifo chake? Qalu, masahaba wakasema, matat dhuhuran, huyu bibi alikufa dhuhuri, mchana jua kali. Wa kunta qailan, na wewe ulikuwa uko katika usingizi wa qailula. Qailula ni usingizi wa mchana ambao mtu hulala akajipumzisha. Tena isitoshe, tulifahamu siku ile, mbali ya kwamba umejinyoosha, saiman, tena ulikuwa umefunga katika funga zako mwenyewe za sunna. Tulipoona vile, tukasemezana sisi wenyewe kwa wenyewe, fakarihna an nuudhiyaka, tukachukia sisi kuja kukuudhi mtume, kukuondosha katika usingizi mzito wakati wewe uko katika saum. Tukaona kwamba jambo lile tulifanya sisi mara moja. Qala, hapo mtume akasema, fala taf'alu, msifanye kama hivyo mara ya pili. La a'rifanna, mimi nitakuwa siwajui watu wengine wanaokufa wanazikwa, dua zangu itakuwa hawazipati wakati mimi niko hai. Nishaondoka duniani, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua ya kufanya, lakini wakati mimi niko kati yenu, akifa mtu hapa lazima mnipe habari. Mata minkum mayitun, mtume akaendelea na maneno, asife kati yenu maiti yoyote. Ma kuntu baina adhhurikum, wakati mimi niko kati yenu nyinyi, ninaishi na nyinyi pamoja, illa adhantumuni bihi, isipokuwa mhakikishe mmenijulisha kifo chake maiti huyo. Ma mata minkum mayitun, asife yoyote maiti miongoni mwenu. Ma kuntu baina adhhurikum, wakati mimi niko kati yenu nyinyi ninaishi nanyi, illa adhantumuni, isipokuwa hakikisheni kwamba mmenijulisha habari ya kifo chake huyo. Fa inna salati, kwani hakika dua yangu, alaihi, juu ya maiti huyo, rahmatun, ni rehema nyingi kwake, msiwakoseshe watu rehema. Thumma atal qabra, kisha mtume pale pale akenda kaburini. Anasema huyu sahaba, fasaffafna khalfahu, nasi tukajipanga nyumba yake. Fakabbara alaihi arba'an, akatoa takbira juu ya maiti ile takbira 4. Akhrajahu an-Nasa'i, hadithi ameitaja Imam an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi, na Ibn Hibban katika sahihi yake, wal Baihaqi wasiyaq Ibn Majah, na mtiririko wa maneno ni kauli ambayo kaitaja Ibn Majah, wa ziyadatu lin-Nasa'i, na maneno yote yaliyozidi kwenye riwaya hiyo ni ya maneno ambayo kaitaja an-Nasa'i. Wa isnaduhu 'inda al-jami'i sahihun ala sharti Muslim, na mategemezi yake hadithi hii kwa wote hawa maimamu wanasema ni hadithi sahihi juu ya sharti aliyoitaja Imam Muslim.
hizo ni dalili tatu au hadithi tatu ambazo zinamfanya Albani aegemee kwamba yule alikuwa ni mwanamke si mwanamume. Ya nne, an baadhi ashabi nabi, kutokana na baadhi ya masahaba wa mtume. Vile vile anatoa ithbati Albani, kwa nini mimi nikatilia nguvu kwamba alikuwa ni mwanamke na si mwanamume. Anataja riwaya ya kwanza, ya pili, ya tatu, sasa anataja ya nne vile vile. Anasema kutokana na baadhi ya masahaba wa mtume, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaudu marda, mtume katika mwenendo wake wakati wa uhai wake alikuwa akiwakagua wagonjwa, marda masakini almuslimin, hususan kama itakuwa wagonjwa wenyewe ni waliokuwa katika hali za chini kimaisha, maskini ya Waislamu. Mtume alikuwa hawaachi wale, daima alikuwa mtume anakuwa pamoja na maskini sana. Hakuwa akijiegemeza kwa watu wenye mali, kwa watu wanaojulikana wanasabu. Alikuwa wale waliodharaulika zaidi walikuwa ndio wanajiegemeza nao zaidi wale. Alikuwa ni mtu ambaye anadili sana na watu wa chini, na katika dua zake mtume akiomba hasa wa hubbal masakin, nipe kuwapenda maskini zaidi. Katika dua mtume mara nyingi akiomba huwa anaomba wa hubbal masakin, ni kuomba Mwenyezi Mungu nipe mapenzi kuwapenda maskini. Kwa hivyo alikuwa na desturi mtume ya kuwakagua wagonjwa katika maskini, katika Waislamu, wa duafaihim, na wale waliokuwa wakionekana dhaifu alhal kimaisha au kiafya, wayattabi'u janaizahum, na wakiondoka duniani bwana mtume anakuwa mbele kabisa kufuata majeneza yao. Maana aghlabu watu kama hawa wanakuwa hawana watu, hali zao za chini, mambo yao yanakuwa magumu, basi mtume akijishughulisha sana na watu wa chini. Wengine hudhani ya kwamba mtu kama anakosa watu kwenda mazikoni, labda si wengi, wanamuona kama ni dhalili duni kabisa, hata hakukuwa na watu mazikoni kwake. La, hayo mambo hayo yategemea hali ya mtu duniani alivyo, umaarufu wake na hali yake. Bwana mtume akijishughulisha sana kuwapoza moyo hawa, akionekana kwamba yuko mbele sana kushughulika watu hawa. Tofauti na dunia inavyokwenda ilivyo, mtu anapokuwa na pesa mashuhuri ndipo anapopata watu wengi kumshughulikia, lakini mtume akishughulishwa zaidi na maskini. Wala yusalli alaihim ghayruhu, na wala alikuwa hathubutu yoyote kusimama imam kuswalia jeneza la maskini katika hawa maskini wa Uislamu, isipokuwa yeye mtume anakuwa ndio imam, anakaa mbele anaswalia maiti zao. Kwa hivyo kwa njia hii ilikuwa moja ya sababu ya kupata ushindi mkubwa bwana mtume wa watu kuingia katika Uislamu. Waliona hasa kwamba huku ndo kunako utu, huyu katutukuza, huyu katuthamini sisi, yuko mbele kabisa kushughulikia mambo yetu. Kwa hivyo wale waliokuwa watumwa, wajakazi, waliona hapa ndo palipo na ukombozi, sisi tukombolewa na huyu. Wakamiminika kwa wingi kuwaachilia mbali watu wao na dini zao, wakawa wanaingia kwa Uislamu. Ilikuwa ni moja katika kivutio cha matangazo ya dini yake mtume, ule mwenendo wake wa kimaisha. Hata katika kusalia ilikuwa mtume hamwachii mtu yoyote isipokuwa yeye mwenyewe ndio anakaa mbele, maiti za maskini za Mungu wale anazisalia ili watu wanapata moyo. Mtume wa Mwenyezi Mungu amesalia hivi. Anasema sasa, wa anna imra'atan miskinatan min ahli al-awali, na kwamba bibi mmoja naye maskini vile vile katika watu wa ukoo al-awali, bibi huyu tala sakmuha, ilirefuka ugonjwa wake, akawa naumwa siku nyingi. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anha, basi mtume akawa anaulizia habari yake bibi huyu, man hadaraha, kwa wale waliokuwa wamemhudhuria, min jiraniha, katika majirani zake. Wa amarahu, alipokuwa anawaulizia, je, jamani ile bibi anaendelea vizuri, hali yake mnaionaje?
baada ya haya anakwenda, wanamjibu yupo, anaendelea, jana kafanya hivi, kafanya hivi. Kila wakati mtume anauliza habari yake, na akawapa amri wale jirani zake wale, alla yudfinuha in hadatha biha hadathun, asije akazikwa mwanamke huyu likitokezea la kutokezea, yani mauti yake. Alikuwa mahututi siku nyingi kitandani pale anaugua. Mtume akawa anaulizia habari yake na akasema alla yudfinuha, wasije wakamzika watu mwanamke huyu, in hadatha biha hadathun, iwapo litatokezea la kutokezea, fayusalli alaiha, ili mtume apate kuswalia maiti yake mwanamke huyu. Jambo la kuswalia maiti za Waislamu mtume alifanya jambo muhimu sana hilo. Labda kuwe kuna ila fulani mtume anataka kutia adabu pale, pengine Muislamu wenyewe amekuwa ni muovu, ana ila fulani, mtume ataacha kuswalia mbele za watu, lakini inasemekana nyumbani anakwenda akiomba dua sana. Pale mbele za watu anaacha ili kumtia adabu, na wengine kama yeye wataadab sana. Lakini wanasema masahaba wengine, nyumbani mtume alikuwa anakwenda kuomba dua nyingi kwa maiti yule. Au siku za mwanzo Baitul Mali ilipokuwa haina kitu, wale wenye madeni, jinsi ya kuonyesha mtume ukubwa wa kitu kiitwacho deni. Watu wengi hudharau na hujiona kama wao ni wajanja werevu, wanapomkopa mtu kisha akampiga chenga wasimlipe, huona kama wameshinda kwenye akili zao. Mtume akaonyesha ukubwa wa kitu hichi, akawa hasalii maiti za watu wanaodaiwa. Tena huuliza alaihi dainu, ana deni? Akiambiwa nalo na hakutokea mtu kuchukua dhamana ya kumlipia, mtume waambia jambo hilo ni lenu nyinyi, mimi na bwana zangu. Pale mbele za watu mtume anaonyesha kwamba hataki kufanya upumbavu katika jambo lile. Lakini huko nyumbani alikuwa anaomba dua sana. Kwa hivyo dua zake mtume kwa maiti za Waislamu aliweka ni jambo muhimu sana. Akawaambia masahaba na majirani, asije akatokezewa mwanamke huyu na tokeo la kifo kisha mkanificha, ili nije nipate kusalia maiti yake. Basi siku zikapita, fatughufia tilka almar'atu laylan, akafishwa mwanamke yule usiku. Kifo chake katokezea usiku. Wa ihtamaluha, wakamchukua maiti yake, fa atau biha ma'al janaizi, wakenda naye pamoja ma'al janaizi, na jeneza. Au qala mawdhi'ul janaizi, au anasema msimuliaji walifika nalo jeneza lile au maiti ile pahala panaposaliwa maiti pale msikitini. Palikuwa katika msikiti wa Mtume Madina, nje kidogo ndipo pahala mtume akasalia maiti pale. Inda masjid Rasulillah, mbele ya msikiti wa mtume. Chini huku anazidi kutoa ufafanuzi pahala gani palikuwa hapa. Kwenye kitabu chako chini kuna hati ndogo ndogo katika nambari 1, anaeleza hivi: wa huwa sharqi masjidi an-nabawi, sehemu hii iko upande wa mashariki ya msikiti wa mtume. Wa huwa al-yawm, na kwa hivi sasa pahala hapo al-ardu al-mumtaddatu, ardhi yake imeongezwa, imekuwa ni eneo la msikiti sasa. Maatuli al-masjidi, pamoja na urefu wa msikiti ulivyo, minashimali, katika upande wa kaskazini, ila aljanubi, mpaka kuelekea kusini, bijanibi babi nisai. Sehemu hii iko katika upande uitwao babu nisai, mlango wa wanawake. Milango ya msikiti ya Masjid Nabawi imeandikwa babu Siddiqi, babu Umar, babu Ali, babu nini, na kuna mlango umeandikwa babu nisai. Basi sehemu hii ilikuwa iko nje ya msikiti zamani. Maiti zote mtume akisalia pale, ila kuwe kuna mvua ndo anazitia msikitini ndani ya msikiti. Ilikuwa aghlabu anasalia nje. Basi wakachukua ile maiti mpaka kuifikisha pale, liyusalli alaiha Rasulullah, ili apate kuisalia maiti ile mjumbe wa Mungu sallallahu alayhi wasallam, kama amarahum, kama alivyoamrisha, alivyowahusia kwamba lisije likatokezea jambo kwa bibi huyu ila mnipe habari. Basi alipotokezea kifo chake, wakamchukua maiti wakampeleka mpaka pale pale.
fawajaduhu, na pahala pale ni chini ya nyumba ya mtume, maana huu msikiti na nyumba zake ziko pale pale. Walipofikisha maiti pale, wakampata habari, wakamkuta mtume kadinama, amekushalala baada salati al-isha, baada ya sala ya isha. Wakaona basi kwa jambo hili tusimwamshe mtume wa Mungu tena, sasa ana mambo makubwa, anataabika sana, ana wajibu mwingi, mambo kishapumzika, basi tufanye sisi wenzetu. Fakarihu, basi wakachukia, an yuhajjiduhu, kumwamsha au kumhangaisha. Tafsiri ya neno yuhajjiduhu chini na fasiri an yuqidhu, yani kumwamsha. Wa huwa min al-afdad, nayo inakuwa ni kinyume cha kuamka. Wakachukia kumwamsha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumihi, kumwamsha mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika usingizi wake. Fasallu alaiha, basi wakasalia wenyewe masahaba maiti yake mwanamke yule. Thumma intalaqu biha, kisha wakaondoka naye maiti kwenda kumzika. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipoamka asubuhi bwana mtume, saala anha, roho yake yote iko kwa bibi yule. Yeye anafahamu kwamba ni mgonjwa mahututi na umwa sana, na kishaagizia ya kwamba lisije likatokezea na kutokezea ila mmenipa habari mimi. Wasia ule watu wanao wamehifadhi, lilipotokezea la kutokezea, yani kifo chake, wakamchukua maiti mpaka pale pahala panaposaliwa maiti, lakini wakamkuta mtume kishalala baada ya kuswali sala ya Aisha. Wakachukia kumwamsha, wakaenda kumzika. Basi bwana mtume ikabidi saala anha, akaulizia habari yake mwanamke yule, man hadharahu min jiraniha, kwa wale waliomhudhuria katika majirani zake pale, kama kawaida yake bwana mtume. Je, mgonjwa wetu yu hali gani jamani? Fa akhbaruhu khabaraha, majirani wakampa ile habari yote nzima iliyotokezea usiku ule, ya kwamba Mwenyezi Mungu kachukua kiumbe chake, tukatayarisha hapa kumkosha. Tulipokuwa tayari chamkafini, wasia wako tunakumbuka ya Rasulullah, tukaja nayo maiti mpaka pale pahala panaposaliwa, lakini tukapata habari kwamba ushalala baada ya Aisha. Sisi tukaona hayumkiniki kukuamsha. Fa akhbaruhu khabaraha, basi wakampa habari ya mwanamke yule kama ilivyokwenda. Wa annahum, na kwamba wao, karihu an yuhajjidu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laha, walichukia kumwamsha mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kumswalia maiti yule. Faqala lahum Rasulullah, basi hapo ndipo mtume aliposema kuwaambia wao, walima fa'altum, na kwa nini mkafanya hivyo na mimi nishasema. Huko ndo kwenda kinyume na maagizo yangu. Sasa walima fa'altum, na kwa nini mkafanya hivyo? Intaliku, twendeni sasa. Fantalaku ma'a Rasulillah, nipelekeni lilipo kaburi. Wakaondoka pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallama, hatta qamu ala qabriha, mpaka wakafika kaburini kwake maiti yule, wakasimama mbele yake. Fasaffu waraa Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakajipanga safu nyuma ya mtume, masahaba wale, kama yusaffa lisalati, kama zinapopangwa safu kwa ajili ya swala ala aljanazati, wanaposalia maiti vile vile. Fasalla alaiha Rasulullah, bwana mtume akamswalia bibi yule pale kaburini kwake. Wakabbara arba'an, na akakabiri mara 4, kama yukabbiru ala aljanaizi, kama anapotoa bwana mtume mara nyingi takbira juu ya jeneza lote jingine. Akhrajahu al-Baihaqi, na hadithi hii vile vile ni katika mkururo wa hadithi 4 ambazo wameziegemea Albani
kwamba habari ile ilikuwa inahusiana na jambo la mwanamke na sio mwanamume. Yeye kaegemea pale, ingawa ziko baadhi ya riwaya wasimliaji wake wanatia shaka kidogo, wasema anna mra'atan au rajulan, kwamba mwanamke mmoja au mwanamume mmoja. Lakini Albani anasema habari hii ijulikanavyo kwa riwaya nyingi zilizokuja alikuwa ni mwanamke. Hadithi hii kaitoa Bukhari al-Baihaqi biisnadin sahih, kwa mategemezi yaliyo sahihi, wa Nasa'i mukhtasaran, na hata Imam Nasa'i kaitaja hadithi hii kwa ufupi wake. Sasa tunaendelea na mtu wa saba katika watu ambao sheria ya kuswaliwa imewajuzikia. Huyo alikuwa ni mtu wa sita, huyo ambaye keshawahi kuswaliwa, lakini kuna baadhi ya watu kama vile mtume wa Mungu hakupata habari ya kifo chake, inaonyesha kwamba iko vile vile sheria ya kwenda kusalia pale kaburini kwake. Huyo mtu wa sita huyo anasaliwa mara ya pili. Asabi'u, mtu wa saba ambaye sheria ya kusaliwa imefaa vile vile kwake ifanyike, man mata fi baladin, ni yule aliyekufa katika mji, laisa fiha man yusalli alayhi, katika mji huo hakuna muislamu wa kumswalia kiislamu maiti yule. Ukafiri mtupu, makafiri watupu ndio waliopo, wenye dini nyingine ndio waliopo. Hatopata kusaliwa salatul mayit ya Kiislamu, kafia kwenye mji huo. Hatopata kusaliwa juu yake salatul hadhiri, ile sala ya kuhudhuriwa jeneza mbele ya Waislamu, hatopata sala ile. Basi yeye vile vile fahadha yusalli alayhi ta'ifatun min almuslimin, maiti kama huyu watamsalia kikundi cha Waislamu salatul ghaibi, sala ya ambaye hayupo machoni mwao maiti yake. Wamepata habari ya kifo chake na huko alikokufa ni kwamba hakuna wayoyote wa kumsalia sala anayosaliwa maiti wa Kiislamu. Watasimama baadhi ya Waislamu katika huo mji wao mwingine waliopo, wataiswali sala ya maiti ambaye hayuko mbele ya macho yao. Na dalili ya kitendo hichi kuwa ni sheria, li salati nabii sallallahu alayhi wasallama ala Najashi, ni kutokana na sala ya mtume alipomsalia yule an-Najashi, mfalme aliyekuweko katika Uhabashi, Ethiopia. Kulikuwa na mtu kule anaitwa, umaarufu wake an-Najashi, kachukua jina la kabila yake, lakini yeye jina lake mwenyewe hasa alikuwa akiitwa Ashama wa kabila la Najashi. Bwana huyu wakati Waislamu ndio kwanza umekuja Uislamu pale Maka, na fujo za kuadhibiwa na kuuawa ndio zimeshamiri, Bwana mtume aliwapa amri, nendeni kwa yule an-Najashi, kimbilieni Ethiopia Habashi. Kule angalau kuna mtu au kuna watu waliopewa kitabu kabla yetu, angalau wanaamini habari ya Mungu, kimbilieni kule mtapata himaya. Na walipofika kule wakapata kweli himaya. Fitna zikenda kutoka kwa Makureshi huku, wakawafuatia Waislamu kule waachiliwe wapate kuwaadhibu Najashi. Lakini baada ya kuchunguza, kwani fitna yao hawa, shari yao ni nini, ubaya wao ni nini, wakamwambia hawa wamekuja dini mpya, wamekhalifu dini ya wazee, wamefarikisha na hivi na hivi na hivi. Najashi akataka kupata ushahidi, kwani nyinyi Waislamu hata mmekimbia adhabu kule kwenu, hawa wanasema mmeleta mambo ya zogo, mmefarikisha mtu na mwanawe na hivi na hivi, mmekiuka dini ya wazee wenu, kwani nyinyi mwaitakidi nini na mtume wenu? Wakaieleza Waislamu itikadi yao katika dini yao, itikadi ambayo Najashi anaiamini, ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo peke yake afaaye kuabudiwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa asili ya dini ya Kimasihi ya Kinasara. Na huyu Najashi alikuwa ni mfuasi anaofuata mila na Nabii Isa vilivyo, kabla ya kuingia uharifu mwingi.